Mr. Speaker. Kwa majina ni Major Callistus Vihiga County na mimi niko One Town. Mimi nikienda direct kwa mada, nataka kuongelea hii mambo ya Homa Bay. Mambo ambayo tumeona Homa Bay imekuwa ni picha ambayo ni mbaya sana. Mimi nashangaa na najiuliza maswali. Tangu enzi za baba Raila Amolo Odinga hatujawahi kuwa na siasa kama hii. Raila Amolo Odinga alikuwa ana unite watu wa Migori, watu wa Nyanza wote, ana unite Western yote, ana unite mpaka Mombasa na Eastern. Na Kenya yote ilikuwa inaishi katika unity sababu ya baba. Tangu baba Raila Amolo Odinga aage, saa hii naona viongozi wale viongozi ambao walikuwa katika ODM ndio saa hizi wanaendelea wakipiganisha wananchi. Inaniuma sana mimi kama Mluya. Tumekaa na Wajaluo na tumepiga siasa na Wajaluo, tumeenda maandamano nao, walikuwa wanaishi katika amani. Saa hii nashangaa Mjaluo kwa Mjaluo anapigana. Mpaka watu wanashangaa hao Wajaluo wanatakanga nini? Wanaandamana wakiwa katika serikali, tena wanaandamana kama hawako serikali. Mimi naambia watu wa Homa Bay, hiyo kitu mmefanya ni picha mbaya sana. Nimetuchomea sisi kama mashemeji, sababu tumekuwa marafiki na nyinyi kuanzia kitambo. Imetuchomea mpaka tunaonekana kama sisi ni watu ambao hatuna akili na hatuna mwelekeo. Hao viongozi ambao wako ODM kuanzia kwa Babu Owino uende kwa Edwin Sifuna walikuwa ODM hao watu wote. Na walikuwa wanaongea lugha moja, walikuwa wanakaa pamoja, walikuwa wanakunywa chai, walikuwa wanakula pamoja. Saa hizi ni nini nafanya wanapigana? Mimi nimechukia hiyo matokeo na kila kitu imefanyika huko Homa Bay. Na saa hizi natuma message yangu kwa viongozi wote wa kanisa na viongozi wote wazee wote wa jamii ya watu wa Nyanza. Saa hizi ni wakati wa kuangalia vijana wetu wanaenda wapi. Ni wakati wa kuangalia serikali yetu inaenda wapi. Ni wakati wa kuangalia amani ya hiyo Nyanza region inaenda wapi. Maana tumeweka imani yetu katika hawa viongozi wa kisiasa. Wanatumia vijana vibaya na wanatumia pesa vibaya. Ya nini uandike mtu kazi badala ya kupatia kazi, anakufanya unakuwa maskini, anarudi anakutumia, anakupatia rungu, anakupatia panga, uende kukatakata Mjaluo mwenzako. Mimi nasema hivi, hiyo jambo imenikasirisha kabisa na sijafurahi kuona Mjaluo akipigana na Mjaluo. Sisi kama mashemeji tumeoana, tumekaa kama ndugu na dada kuanzia kitambo. Hatujawahi kuwa na mambo ambayo yamefanya sisi tunaandamana ama tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Naambia viongozi wote wa makanisa kule Homa Bay wasimame imara bila kuangalia mrengo gani. Akuwe ni mtu wa one term, akuwe ni mtu wa two term. Waangalie, sababu hiyo siasa wakati ikiendelea hivyo, tunaenda kukua na nchi ambayo ni mbaya. Tunaenda kukua na viongozi ambao ni wabaya. Saa hizi damu inamwagika na ndugu anamwaga damu ya ndugu yake. Hiyo sio haki na hiyo ni kitu ambayo haitakikani. Hiyo ni kumaanisha tumeanza kuleta kasi katika region yetu ya Nyanza. Lazima tukemee na lazima tusimame imara. Either ni mtu wa one term ama ni mtu wa two term. Lazima tusimame imara. Maisha yetu sisi kama vijana lazima tuangalie. Na mimi naambia vijana, tusitumike kwa siasa ambayo inagawanyisha nchi yetu ya Kenya. Tusitumike kwa siasa ambayo inapiganisha wananchi. Tusihusishe katika siasa ambayo sisi wenyewe na wenyewe tunapigana tukiumizana. Ya nini uende kuchukua maisha ya mtu? Ya nini uende kupiga mwingine panga sababu ya pesa kidogo? Mimi nimekasirika sana. Na nikiwa hapa Jakaranda nasema hivi, watu wote washaichangia kuanguka kwa chama ya Raila Amolo Odinga 2027, hakuna mahali mnaenda. Hiyo ni uongozi gani mnafanya? Tumekuwa na kiongozi ambaye ni Raila, amekuwa kiongozi mwema kabisa. Sisi kama jamii tunafaa kufuata mfano wake. Saa hii tuko wapi? Oburu Odinga, wakati wewe ulichukuliwa katika broad-based government, wewe walikuamini ya kwamba unaweza unite Nyanza region. Saa hii hao watu wanapigana, saa hii hao watu wanafanya mpaka wanauana. Hakuna kiongozi ambaye amesimama.
Mimi nasema hivi, kama wewe unajua ulichukua uongozi wa Raila Amolo Odinga, you need to stand firm and unite that region. Hatuwezi endelea na siasa kama hii. Nimeona hiyo siasa, nimeona vijana wetu wakiumia, nimeona vijana wetu wakikufa, na nimeona paka damu imemwagika. Natuma message yangu kwa viongozi wote, wazee wa hiyo jamii, wakae pamoja, wasiangalie mrengo gani, wasiangalie mgani, wakae pamoja, waangalie viongozi wagani ambao tuko nao watasaidia hii nchi. Na watu wa kanisa pia, muache kutumika vibaya. Kiongozi anatumika na anahusisha katika matendo ambayo ya giza, na bado anakanyega katika kanisa, na nyinyi bado mnakumbatia. Mimi nasema hivi, lazima tu unite hii nchi yetu ya Kenya. Katika hiyo kazi ambayo imeonekana Homa Bay, imenifunza kitu moja. Kuna mama mmoja ambaye peke yake ndiye alijifunza mambo ambayo ni ya Raila Amolo Odinga. Sababu yeye aliongea akasema, lazima kama tunapigana, tupigane kwa sera. Tusipigane kwa panga, tusipigane kwa mawe, na tupigane kutoa wengine damu. Mimi nasema hivi, hata kama ni rais anataka kuchukua running mate, afadhali hata achukue huyo Millie Odhiambo akuwe running mate. Sababu yeye amekaa kama kiongozi. Yeye amekaa kama kiongozi ambaye anatia maisha ya watu. Yeye anaonekana kama amekuwa na hakika anajali maisha ya watu. Angalia viongozi wengine venye wanafanya. Nashangaa sana tukiwa hapa katika hii Jacaranda, watu wengine wanafurahia kuona vijana wanateseka. Watu wengine wanafurahia kuona vijana wanakufa sababu wako hii mrengo mwingine. Hatutakubali hiyo siasa. Lazima tukae katika amani, lazima tukae tukijua ya kwamba sisi ni viongozi ama sisi ni vijana, na hakuna mtu mwingine ambaye anafaa kutuangalia maisha yetu. We must be brave. Nikimalizia nasema hivi, kwa jamii, mimi ni one term na mimi ni mtu wa Sifuna. Na mimi nawaambia hivi, one term ni real. Sababu gani? After Moses kukufa, Joshua ndio alichukua ushukani. Na Joshua ni nani? Joshua ni Edwin Sifuna ambaye anaenda kutupeleka Canaan. Hiyo mambo ya kusema ati mnataka kupeleka sisi Singapore. Singapore haiko kwa Biblia. Hiyo ni forged place yenye sisi hatutaki kwenda. Lazima tuende Canaan. Na Canaan yenye tunaenda tunapelekwa na Edwin Sifuna. Na huyo ndio Joshua ambaye baba alituachia. Hakuna Joshua mwingine tumebaki naye. Na huyo ndio sisi tunasikiza kwa saa hii. Na aji watu wote wa Mlembe Nation, lazima tusimame imara. Lazima tukae imara na tusimame support kijana yetu ambaye ni Edwin Sifuna. Sasa saa hii tuna unite sababu kwa nini? Tuna unite sababu tuko na kiongozi. Tuna unite sababu tuko na mtu ambaye tunasimama naye. Anasimama kukuwa rais. Na mimi nawaambia hivi, watu wa Western msiposimama imara nyuma ya Edwin Sifuna, hakuna wakati mwingine tutapata uongozi tena. Si maana viongozi ambao tumekuwa nao Mlembe wamekuwa viongozi ambao wanajitekea wenyewe. Saa hii kama ni kukua tribalist, we are going to be tribalist. Sababu saa hii tumejiunga na watu wa mlima. Lazima watu wa mlima wako na kura na hawana mahali pa kupeleka. Na mahali pa kupeleka ni hapo kwa Edwin Sifuna. Wamesema lazima tukae pamoja, tusupport kijana yetu. Na mimi na waaji kinchi yote ya Kenya, vijana, wazee, wa mama wote, lazima tusimame imara, tusupport kijana yetu. Lazima tusimame imara, tujue Edwin Sifuna ndio kiongozi wetu. Hatutakaa tukisupport watu wengine. Mr. Speaker, saa hii Rift Valley ishaikuwa na president. Central ishaikuwa na president. Sasa saa hii ni wakati wa Western kukuwa na president. Saa hii sasa viongozi wa Western tena wanapiga vita wanapiga Sifuna vita. Na mimi naambia viongozi wote, shame on you. Lazima msimame, lazima mkue imara. Tusimame tukisupport kijana yetu. Lazima nchi yetu ya Kenya 2027 tukuwe na kiongozi ambaye sisi tuliachiwa. Tunajua Joshua peke yake ndiye alipeleka watu Canaan. Na Canaan ni lazima. Hiyo ndio dream ambayo baba alikuwa nayo. Dream ama ndoto ya baba, alitaka tuende Canaan, si Singapore. Na wakati Moses alikufa, alituachia Joshua. Na huyu Joshua ndio Sifuna. Ndio sisi tunaangalia. Asante.